Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania mkoa wa Tabora, kwanza tumepokea maelekezo ya Mheshimiwa Mufti kwa mikono miwili na tunaanza kutekeleza leo. Tunasema kwa sasa hivi wahubiri wote wa dini ya Kiislamu na wahadhiri wote wa dini ya Kiislamu wasitoe maelekezo ya aina yoyote wala matamko ya aina yoyote ambayo yatapelekea taharuki kwa umma wa Kiislamu na kwa wakazi wa mkoa wa Tabora. Kama kutakuwa na maelekezo yoyote ya Waislamu, basi yatahusu ofisi ya BAKWATA mkoa wa Tabora chini ya Alhaji Sheikh Ibrahim Mavumbi, ndio tutakaotoa maelekezo kwamba sasa Waislamu tunaelekea wapi na tunashika mti gani. Kwa sasa tujielekeze kwa wahadhiri wote, kuwaelekeza waumini wetu tuzidi kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kuisalimisha nchi yetu na hali ambayo tunayoiona. Ndugu zangu kina baba na kina mama, swala la amani ni swala kubwa. Nadhani mmeona ni majuzi tu hapa tuliwekwa lockdown. Tunatoka kwa kufunguliwa, tunatoka kwa maelekezo. Kuna watu wamelala njaa, kuna watu walikwenda sokoni na baskeli, wamerudi hawana baskeli, kwa miguu, baskeli wamesahau, ana ambacho kimempeleka mjini alikisahau. Sasa nawaomba kina baba na kina mama, swala la amani ni swala la muhimu sana, na ni lazima tulishikilie kwa magego yetu ya mdomoni kwetu, na lazima tuiombee dua nchi yetu na kuombea dua viongozi wetu ambao tumewachagua katika kipindi hiki cha mwaka 25 na 30. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man dhamina quta yaumihi, mwenye kuweza kumiliki chakula cha siku mmoja, wabata amina fi sirbihi, na kalala hali ya kuwa na amani, hakuna vurugu, hakuna kelele, hakuna fujo, akalala salama katika kitanda chake, kaannama hiza lahu dunia, ni kana kwamba yeye amepewa na Mwenyezi Mungu utukufu wa ulimwengu mzima. Hii ndio faida ya amani. Ukanunua dagaa zako, unga wako, ukalala hali ya kuwa una amani, hakuna vurugu, hakuna fujo, unafananisha na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kwamba umepewa utukufu wa ulimwengu mzima. Niwaombe kina baba na kina mama, swala la amani ndio uwe mwimbo wetu kila siku katika familia zetu na kwa majirani zetu na ndugu zetu. Inshallah taala Mwenyezi Mungu atatulipa kila la kheri.